Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya tukio ambalo tunaweza kusema litakuwa ni tukio la kihistoria ni hili tukio ambalo limeweza kutokea siku ya leo huko nchini Ghana, baada tu ya nabii ambaye anaitwa Ebo Noah kutangazia umma kwamba ameambiwa na Mungu kutatokea gharika kubwa sana, mvua itanyesha kubwa ya mafuriko mengi sana, na Mungu anakwenda kuangamiza dunia nzima kama ambavyo aliangamiza kile kipindi cha Nuhu katika Biblia, maandiko yanavyosema. Sasa nabii huyu alikuwa ana waumini wengi sana, tunaweza kusema hivyo, kwa sababu baada tu ya kutangaza kwamba ameambiwa na Mungu ajenge safina kubwa, na safina hizo zitatumika kwa ajili ya kuingiza watu siku ya leo ya tarehe 25 ya mwezi wa 12, ili mradi tu kuwanusuru wale watu wote ambao wana imani, lakini pia kuwanusuru wale watu ambao tunaweza kusema Mungu ana makusudi nao. Sasa nabii huyu baada ya kuona hakuna chochote ambacho kimetokea, akaamua kuutangazia umma kuhusiana na jambo lingine ambalo Mungu ameweza kumwambia. Lakini pia tumeona umati mkubwa wa watu umeingia katika safina hiyo, lakini pia sio kwamba ni raia wa Ghana peke yake, wamejitokeza nchi tofauti tofauti, watu wametoka katika nchi tofauti za hapa Afrika, wamefunga safari wao na familia zao kwa ajili ya kuelekea huko Ghana kwenda kuingia katika hiyo safina ambayo nabii Ebo Noah ameweza kuitengeneza. Sasa nabii huyo baada ya watu kufurika na kuingia katika hizo safina ambazo amezitengeneza, jioni ya leo ameweza kutangazia umma kuhusiana na jambo lingine ambalo Mungu ameweza kumwambia, na jambo hilo nabii Ebo Noah ameweza kusema, nitanukuu maneno ambayo ameyasema. Ameutangazia umma na waumini wake kuwa ameongea na Mungu. Kwa hiyo ule mwisho wa dunia uliotakiwa kutokea tarehe 25 Disemba 2025 umeahirishwa, na kuwataka waumini wake waliokuwa wameshapanda katika safina hiyo washuke mpaka watakapotangaziwa tena. Lakini amekazia na kudai kwamba Mungu ameongeza muda ili mradi tu aweze kutengeneza safina nyingi zaidi kwa ajili ya kuwanusuru watu wengi zaidi, tofauti na ambavyo alitengeneza safina 8 tu katika zile ambazo aliweza kuagizwa atengeneze safina, na yeye akatengeneza safina 8. Sasa baada ya nabii huyu kutangaza kwamba mwisho wa dunia umeahirishwa, watu wengi sana imani zao zikaanza kuwa tofauti na kuamini kwamba kile kipindi ambacho tuliambiwa kutakuja manabii wa uongo ndicho kipindi hiki cha nabii Ebo Noah, kwa sababu nabii anasema ameambiwa na Mungu, lakini baadaye anafanya kitu hakitokei. Sasa unaweza kuona kuna tofauti kati ya manabii wa zamani na manabii wa sasa hivi. Ni kweli tuliambiwa watakuja manabii wa uongo, na huenda huyu akawa mmoja wapo, kwa sababu amepoteza muda wa watu, lakini pia watu wengi sana wametoka katika mataifa yao kufunga safari huko Afrika nzima, wamesogea kwa ajili ya kupanda hizo safina na wao wanusurike na familia zao. Sasa muda huu anakuja kutangazia umma kwamba mwisho wa dunia umeahirishwa, na Mungu amemwambia kwamba amemuongezea muda wa kutengeneza safina nyingi zaidi ili mradi aweze kuwanusuru watu wengi zaidi, jambo ambalo limevunja moyo wa waumini baadhi ambao walikuwa wanamwamini, lakini pia ni jambo ambalo limesababisha hasara kubwa kwa wale wote ambao wametoka nje ya Ghana, yani wamesafiri na ndege zao kuja pale Ghana kwa ajili tu ya kuingia katika hizo safina, na baadaye wanashangaa nabii anatangaza hadharani kwamba Mungu tayari ameweza kumwambia jambo lingine. Hili ni jambo la kushangaza sana, na litakuwa ni jambo la kihistoria, haijawahi kutokea. Hatujawahi kusikia jambo kama hili, eti nabii amejitokeza, ameambiwa hivi, amefanya hivi. Na ukiangalia huyu anaaminika kwa asilimia kubwa sana. Tunaweza kutoa mfano, kwa mfano hapa Tanzania, nabii ambaye anaaminika kwa asilimia kubwa sana ni Boniface Mamposa. Ukiangalia Boniface Mamposa kwa sasa hivi akitoa kauli kama hiyo, pia kuna watu wengi sana wataamini na watasogea na watatengeneza safina, na baadaye wataingia katika hiyo safina. Ni kutokana na uaminifu mkubwa ambao huyu nabii tayari ameshautengeneza pale Ghana, na ndio maana baada tu ya kusema kwamba ameambiwa ajengeneze safina, waumini wengi sana walijitokeza
wamejitokeza kwa ajili ya kushirikiana naye. Wengine ni mafundi, wengine wana mbao zao, wengine wana fedha, wamechangia, kanisa limechangia, wamejitoa, wamepambana kuamini kwamba kweli tarehe 25 wanaingia katika hizo safina, lakini baadaye nabii huyu akadai imeahirishwa na siku ya leo watu wanageuza kurudi majumbani kwao. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Una lipi la kumwambia huyu nabii kutokea Ghana, Ebo Noah, ambaye tayari ameshaingia katika rekodi za kihistoria baada ya kukusanya maelfu ya watu kuingia katika hizo safina zake alizozitengeneza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification bell.